nilikuwa na Sheikh wa mkoa Sheikh Shaabani Juma kama mshauri wa mufti na mshauri wa baraza la ulama BAKWATA taifa kuhudhuria maulidi makubwa yenye ngazi ya mkoa. Maulidi yale ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mfungo 6 kwa mujibu wa mwaliko wa Sheikh wa mkoa. Nimehudhuria maulidi haya. Neno moja kwa Watanzania hasa katika kuelekea kwenye uchaguzi mkoje? Ni mtume na amani. Mtume na amani, mtume amekuja kuukomboa ulimwengu, na moja ya mambo makubwa sana ya ukombozi alioleta mtume ni amani. Kufanya ulimwengu uwe na amani, kuwafanya watu wawe na amani majumbani mwao, kuzifanya nchi vile vile ziwe na amani, na kuzifanya nyoyo za watu ziwe na amani ili watu waweze kuamiliana vizuri na maisha yaende vizuri kwa amani. Huu ndio ujumbe mkubwa ambao uliopo katika kipindi hiki cha maulidi. Ameonyesha kwamba una upendo mkubwa, jambo ambalo limefanya ukafika kwa Sheikh Migire. Naam, nadhani yeye anafahamu vizuri, na labda wasia wangu kwa watu ni kuishi vizuri kama alivyoishi Mtume sallallahu alaihi wasallam, na amesifika kwa tabia nzuri, kwa maana kwamba sisi tuziige zile tabia zake tuweze kuishi vizuri katika ulimwengu. Mufti wetu Sheikh Abubakar bin Zumair, kwa jinsi alivyo, kwa hadhi yake aliyokuwa nayo, kwanza simu yake anayotumia mpaka leo namba yake ni ile ile, lakini ukipiga kwa namba ile hata siku moja upigi mara 2 atapokea simu yake moja. Lakini Sheikh mufti wetu ni mufti mwenye kutaka kuunganisha watu, lakini mufti wetu ni mufti mwenye kupenda amani. Siku moja nitoe kisa kimoja wa Tanzania na Waislamu wajue mufti tuliokuwa naye ni wa aina gani. Nilikuwa niko Tanga juzi wakati mufti ametoka Maka, lakini ametoka katika hoteli na mimi nimetoka barabarani, nikaona msafara wake tu. Baada ya kuona msafara wake nikampigia simu, nikamwambia mheshimiwa, niko nyuma yako. Kitu alichokifanya, msafara wote kama huu mnavyouona, alisema msafara uwekwe pembeni, tumsalieni bwana mtume. Alisema msafara huu uwekwe pembeni, akawekwa pembeni, na nikafika nikashuka na gari langu libovu, lakini akataka kushuka pia kwenye gari. Tumsalieni bwana mtume. Mimi na mufti ni vitu viwili tofauti. Yeye ni mwanachuoni mkubwa bila shaka wala biko na wasiwasi wowote, lakini yeye ni mufti wa Tanzania, lakini pia yeye ndio shekhe mkuu wa Tanzania yote wote kwa Waislamu wote. Hebu niambie akhlaki anazotufundisha mufti wetu, anatufundisha kwa vitendo. Nisizungumze maneno mengi nikapata kuharibu. Mheshimiwa mufti, ninakukaribisha sana katika ofisi yangu hii. Wa ila huna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.